Na hospitali ya mafunzo na rufaa ya Moi mjini Eldoret. Kituo hiki chini ya kanisa la Kianglikana ndipo watoto wenye matatizo ya ubongo kupooza huhudumiwa angalau mara moja kila wiki. Kituo hiki huwahudumia watoto kutoka kaunti za Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet na Nandi. Zaidi ya watoto 100 hukitegemea. We normally come here, have meetings without paying, and they have workers. We normally don't pay anything. They host us for free, and we thank God for them. And we are praying that God will open ways for CBR through our children so that they can get more donors to support the activities, because that's a noble work they are doing to the community. Wazazi wanasema changamoto kuu ni gharama ya kushughulikia watoto hawa baada ya kufanyiwa upasuaji. After the surgery, it is over. It's actually a beginning of management. So one challenge is on managing these children with spina bifida, because like for example with the hydrocephalus, at times there is a failure of the shunt. Then doing the shunting is actually costly. So one challenge I've seen with most parents, because most of our parents are not employed, some are self-employed, but these are children who need the parents to be there to be with them, because they cannot actually help themselves, because one challenge associated to spina bifida is paralysis. Wanasema unyanyapaa na wazazi wengi kuogopa kuwatoa wanao peupe kusaidiwa bado ni jambo ambalo linafaa kuangaziwa. Lazima watolewe nje, waweze kuexposiwa ili wakaweza kuonekana katika jamii. Si lazima mzazi ufiche mtoto. Kwa hakika mzazi mwenyewe uweze kukubali mtoto wako jinsi alivyo. Wanaongeza kwamba shule nyingi zingali zinapata ugumu mkubwa kuwasajili watoto kama hawa kujiunga na shule spesheli ni adimu katika eneo hili. Kienda kwa shule unajaribu kuongea na principal akuadmit mtoto akaweza kuingia kwa shule, unaambiwa mtoto apelekwe special school. Na wetu si wa special, ukiangalia kwa akili ni wale ambao wako na akili kabisa yenye wanaweza soma. Askofu wa kanisa la Kianglikana Diocese ya Eldoret, Daktari Christopher Ruto, anasema serikali inafaa kuwasaidia wazazi hao na mikopo na pia kusaidia vituo vya kibinafsi kupata wataalamu wa kutosha kushughulikia watoto hao vyema zaidi. We pray that we have people who can do a lot of physiotherapy, who can help us. Let us have volunteers, especially from that area. Wazazi wengi ambao watoto wao wako na changamoto hii, pamoja na wale ambao wako na watoto ambao wako na changamoto za kiakili, wanapatwa na changamoto ya unyanyapaa, pamoja na ile changamoto ya shule nyingi kutoweza kusajili wanafunzi ambao wako na matatizo kama haya. Calvin Chitwa, TV47, Kaunti ya Uasin Gishu.